Hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Beri. Bado tupo katika kitabu cha Heri. Nitarudia kidogo sehemu ambayo iliyopita. Heri alipomaliza kulila lile chungwa, aliifungua barua aliyoletewa na shangazi yake toka kwa baba yake, akaanza kuisoma. Nayo ilikuwa imeandikwa hivi: Mwanangu mpendwa Heri, salamu. Mimi ni mzima, nilifika salama hapa kijijini. Nitaendelea kuwepo hapa kijijini hadi hapo nitakapojihakikishia usalama wa kutosha kwa maisha yangu, ndipo nitapoweza kurudi huko mjini. Kwa sasa hivi siwezi kusema nitakaa huku kwa muda gani. Labda nitakaa miezi 3, labda miezi 6, itategemea, labda mwaka, labda miaka 2 mwanangu. Kwa kifupi, sitaweza kurudi huko mjini mpaka nitakapoona kuwa simo katika hatari ya kufungwa maisha kwa kosa ambalo mimi sikulitenda. Katika hali kama hiyo, hatua ninayoichukua ni ya muhimu na ni ya manufaa kwetu sote wawili, wewe mwanangu na mimi babako. Maana katika mazingira ya jamii ya jinsi hiyo, kupakaziwa jambo ukapakazika ni kitu rahisi sana. Hivyo heri nijitenge na mji kwa muda ili niyaponye ya maisha yangu yaliyosalia. Mwanangu, kwa kweli ujumbe wako umenifikia, nami nimeuzingatia na ninafikiri nimeuelewa vyema. Sasa nakijua kilio chako, tena nakikubali. Ningependa niishi na wewe, lakini sina jinsi. Nimelazimika kukutelekeza kwa muda, mpenzi mwanangu, ili ikiwezekana tupate kuishi pamoja kwa kipindi kirefu kadri tutakavyojaliwa kuishi katika dunia hii ya Mola. Ninachokuomba, usijikatie tamaa. Ulisema huelewi la kufanya. Mwanangu, la kufanya lipo. Katika umri ulionao wewe, hupaswi kufanya mambo mengi. Ukiyafanya mambo mengi, nawe hutafanikiwa kulifanya jambo lolote lile kikamilifu. Matokeo yake, utakosa msingi thabiti wa maisha. Utaishia kuishi maisha ya kubabaisha na kubabaishwa. Sasa, ushauri wangu juu ya nini la kufanya ni huu: wewe zingatia elimu tu, basi. Achana na mambo mengine yote, soma. Pamoja na barua hii, naambatanisha shairi litakalofafanua zaidi ushauri wangu kwako mwanangu. Msikilizaji, endelea kusikiliza sehemu inayofuata ya Heri. Heri taipata. Heri ipo, wewe heri ya kubidi ufahamu. Ilimofichama heri uvunguni mwa elimu. Ukitaka hiyo heri, utaipata kwa elimu. Hangaikia elimu, raha inakusubiri. Kuenzi raha hatari, utapoteza elimu. Raha ikishashamiri, utapokea elimu. Raha itakuathiri, utelekeze elimu. Hangaikia elimu, raha inakusubiri. Maraha siyafikiri, fikiri kwanza elimu. Hiyo nakupani siri, itunze itakukimu. Mawazoyo ya abiri, penye maadili dumu. Hangaikia elimu, raha inakusubiri. Fanya mambo kwa kadiri, kiasi zamu kwa zamu. Pupa itakuadhiri, ukose kila sehemu. Utakufa kikafiri, upoteze ya muhimu. Hangaikia elimu, raha inakusubiri. Subira yavuta heri ni usemi maalum. Sitende jambo kwa siri, maisha kuyahujumu. Subiri kwanza subiri, wakati wako utimu. Hangaikia elimu, raha inakusubiri. Mapenzi hayana heri, kuyaendekeza sumu. Yana magonjwa ya siri na mengineyo magumu. Yakwepe mwanangu heri, uishi maisha tamu.
hangaikia elimu, raha inakusubiri. Kusaka pesa hatari, mtoto zinyime hamu. Pesa zina nyingi shari, tena zina udhalimu. Usitafute fahari, ridhika nayo elimu. Hangaikia elimu, raha inakusubiri. Itakupa umahiri, uprofesa wa elimu. Heshima na utajiri, nayo akili timamu. Ukipenda uwaziri, uganga na uhakimu. Hangaikia elimu, raha inakusubiri. Acha kikiri, uzingatie elimu. Kubuya unga hatari, pesa mapenzi ni sumu. Sitoroke jihadhari, huku ni kujidhulumu. Hangaikia elimu, raha inakusubiri. Elimu haisubiri, ikimbilie elimu. Sasa elimu aghari, tena ni kitu adimu. Elimu kama bahari, ina mengi kihitimu. Hangaikia elimu, raha inakusubiri. Nakuhusia heri, ukaienzi elimu. Elimu ina uheri, usoweza kutuhumu. Ishike mwanangu heri, siipoteze elimu. Hangaikia elimu, raha inakusubiri. Nahitimisha shairi, kamwe siponde elimu. Elimu isitiri, ikae katika damu. Hakika mwanangu heri, siipoteze elimu. Hangaikia elimu, raha inakusubiri. Wassalam. Ndimi. Shairi hili lilikuwa changamoto ya hali ya juu kwa Heri. Baada ya kulisoma, alifikiri sana juu ya maisha yake. Akayagundua makosa aliyokuwa akiyafanya maishani mwake. Akaazimia hata kubadili mwelekeo wa mahusiano yake na msichana Pendo. Hapo awali, mahusiano baina yao yalikuwa tu kwa nia ya kufurahishana tu. Sasa akaazimia kubadili nia hiyo, lakini kumwacha kabisa akaona ni vigumu. Alichoamua ni kuendeleza uhusiano na msichana Pendo katika dira mpya. Wakati akizingatia uamuzi huo, Heri akashtukia akijisemea kwa sauti ndogo, sasa kuoana tu ndilo litakalokuwa lengo letu jipya. Nitasoma mpaka nimalize darasa la 7 kwanza, halafu nitamuoa msichana wangu Pendo. Nitafanya hata vibarua vigumu ili nipate pesa za kutosha kulipa mahari, kisha nimuoe. Siwezi kumkosa. Heri akanyamaza kidogo kwa muda, kisha akajisemea, ndiyo faraja pekee kwangu kwa sasa. Kuoa kutaniepusha na mateso ya mama Kambo na upweke wa kuishi na shangazi. Nikimuoa Pendo, nitaambatana naye nyumbani, nitakuwa naye matembezini, nitakuwa naye hata kazini. Nitajitahidi nisimwache, labda hapo atakapokuwa akipika jikoni huko sitaingia. Heri akaendelea kujisemea, napenda kusoma, lakini najua kushinda mtihani wa darasa la 7 sitaweza. Hata hivyo, nikishindwa mtihani huo itanibidi nijiunge na sekondari ya taasisi ya elimu ya watu wazima. Huko nitasoma masomo ya jioni. Asubuhi nitafanya kazi kwa juhudi nipate pesa za kumtunza Pendo. Nadhani siwezi kusoma masomo hayo nikiwa kwa mama Kambo wala uishangazi yangu. Basi kesho nitamweleza mpenzi Pendo nia yangu hiyo mpya. Bila shaka yeye naye atapokea habari hii kwa furaha. Heri akafarijika kwa barua kutoka kwa baba yake. Wakati Heri alipokuwa akiendelea kufikiri, shangazi yake alimwita akisema, Heri, chakula tayari, njoo unawe tule. Heri akatoka pale alipokuwa, akanawa mikono, akaanza kula chakula. Walipokushakula, walikwenda kulala moja kwa moja pasipo mazungumzo yote yale, maana wote walikuwa wamechoka sana. Usiku ule Heri hakuweza kupata usingizi upesi. Licha ya kweli kwamba alikuwa amechoka sana, aliwaza jinsi gani angeweza kumwambia Pendo juu ya uamuzi wake mpya. Msikilizaji,
Endelea kusikiliza Heri. Japokuwa alikuwa kachelewa kupata usingizi kiasi hicho, siku iliyofuata Heri alifanikiwa kuamka asubuhi na mapema sana. Akajitayarisha haraka sana. Akamwaga shangazi akisema, lazima niwahi shuleni shangazi. Tukichelewa walimu wanakuwa wakali, wanatupiga viboko. Ingawaje shangazi yake alimsihi asubiri kidogo ili anywe chai, alikataa. Akaondoka. Kilichomsukuma moyoni kufanya hivyo hasa ni hamu ya kutaka kumwona Pendo, ambaye alikuwa hawajaonana kwa muda sasa. Akakimbilia kwenye kituo cha mabasi. Katika kituo cha mabasi, tatizo la usafiri kwa wanafunzi halikuwa kubwa. Mabasi yalikuwa mengi sana. Zaidi ya hayo, wanafunzi walikuwa wakitoka majengo mapya alikoishi shangazi yake kuelekea katikati ya mji kokuwa akienda Heri walikuwa wachache mno. Hivyo Heri hakukaa muda mrefu pale kituoni kulingojea basi la kumchukua, kama alivyozoea kufanya huko alikokuwa akiishi na babake. Mara baada ya kufika kituoni tu alipata gari akaondoka. Heri alifika shule akiwa mwanafunzi wa kwanza siku ile. Matumaini yake alikuwa kumwona Pendo. Kinyume kabisa na matumaini yake hayo, Pendo hakuweza kufika shuleni siku ile pia. Alipochunguza sababu iliyomzuia kufika, aliambiwa kuwa bado ni mgonjwa. Jambo hili lilimsikitisha sana Heri. Akalegea mwili mzima, akakaribia kushindwa hata kufagia. Akawa hata hawezi kuzungumza na wanafunzi wenziwe. Heri hakuamini kuwa Pendo hatafika shuleni siku ile nzima. Kwa namna fulani alijiaminisha kuwa yupo njiani, naye atafika shuleni wakati fulani siku ile ile. Kwa hiyo kengele ilipogongwa aliingia darasani akiwa mnyonge kupindukia. Kila baada ya kipindi kwisha, Heri alisimama akatazama huku na kule nje ya madarasa, akitumaini kuwa kama Pendo keshafika huenda akamwona nje akitembea. Wakati mwingine kipindi kikiwa kinaendelea, Heri alimuomba mwalimu ampe ruhusa atoke nje akajisaidie. Ukweli ni kwamba wakati kama huo alitaka atoke nje aende darasani kwa kina Pendo akahakikishe kama kweli Pendo yupo ama vipi. Heri akaendelea na hali hiyo, akamwaza mpaka vipindi vilipokwisha. Kengele ya kuashiria kumalizika vipindi vya siku ile ikagongwa. Wanafunzi wakatoka na kwenda mstarini. Baada ya matangazo machache, mwalimu akawaruhusu warudi nyumbani. Heri alikimbilia kituoni, akapanda basi. Ndani ya basi lile, nyuso zote zilikuwa ngeni kabisa kwake. Alijiinamia kwa mawazo, wala hakuna alionyesha kumjali mpaka alipofika kwenye kituo chake cha kuteremka. Akateremka. Akaenda kwa shangazi yake, akakuta shangazi yake amemwekea chakula kingi cha kumtosha, pamoja na chai ambayo hakuweza kuinywa asubuhi. Jambo kama hilo hakuwahi kutendewa na mama yake wa kambo. Kwa kitambo alilifurahia tendo hili la upendo, lakini mara alipokumbuka jinsi alivyoshindwa kumwona Pendo siku ile, akaanza kuhuzunika tena. Akalala kidogo, akabakiza sehemu kubwa ya chakula. Shangazi yake akamuuliza, "Mtoto, mbona hukula?" "Sikuzoea kupewa chakula hivi huko nilikotoka." "Tumbo halijazoea shangazi." "Taratibu nitazoea tu." Heri alimjibu. Baadaye wakaendelea na shughuli nyinginezo ndogo ndogo za kukamilisha siku. Kesho yake, Heri aliamka mapema vile vile kama alivyofanya siku iliyotangulia. Akafanikiwa tena kuwa mwanafunzi aliyewahi kuwapita wenzake wote hapo shuleni kwao. Lakini kwa siku 3 mfululizo Pendo hakufika shuleni. Hali hii ilimtia Heri wasiwasi mkubwa. Majonzi yakazidi kumwelemea siku baada ya siku. Kila aliyemfahamu Heri kabla ya siku hizo 3 hakukawia kugundua kuwa Heri alikuwa na matatizo makubwa. Baadhi ya watu walidhani ni kwa sababu ya kutoweka kwa baba yake. Wengi hawakujua sababu ya mabadiliko hayo
katika maisha ya Heri. Wachache tu walifahamu kuwa chanzo ni kutokumwona Pendo. Pendo na Heri walikuwa marafiki. Urafiki wao ulikuwa umeanza katika kipindi kisichozidi miezi 3. Katika kipindi hicho, si Pendo wala Heri aliyewahi kufika nyumbani kwa mwenzake. Hawakuona sababu ya kufahamishana nyumbani kwao, maana urafiki wao uliwahusu wao wawili tu. Mtu wa tatu hakuwa na nafasi. Isitoshe, ilitakiwa iwe ni siri yao tu. Watu na hasa wazazi wa pande zote hawakutakiwa kujua lolote juu ya urafiki huu. Mipango yao yote ya kimahusiano ilipangwa, ikapangika na kuishia shuleni. Na pengine mitaani. Nyumbani haikufika. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Sasa kwa mara ya kwanza Heri alianza kutamania Heri angekuwa amemwomba Pendo amfahamishe nyumbani kwao. Hata angalau kwa kumwonyesha nyumba kwa mbali tu ingetosha. Kama hilo lingekuwa limefanyika, angekwenda kumjulia hali Pendo pasipo kujali cha nani wala nani. Mawazo yalipomzidi akaamua aombe msaada kwa marafiki zake Pendo. Msichana wa kwanza aliyemuuliza alisema, "Kaka, siwezi kukupeleka huko. Nahisi ukifika nyumbani kwao utafurushwa. Tena nakushauri usiende kabisa. Baba yake Pendo ni mkali mno. Mvulana hafiki pale nakwambia. Ukifika utazusha tafurani ama utapigwa wewe mwenyewe, au lazima atapigwa Pendo wako. Hata kama anaumwa, kwa hiyo nakushauri uache kwenda huko. Akipona utampa pole yake hapa hapa shuleni." Maneno hayo yalimvunja nguvu Heri siku ile. Siku ya 4 Heri hakumtia Pendo machoni. Majonzi yakamjaa. Akaona jaribu kwa mara nyingine kutafuta msaada. Msichana mwingine alijibu, "Ningeweza kusaidia, lakini sipajui kwao. Amini ninavyokuambia." Heri akamkabili msichana wa 3, rafiki yake Pendo, kwa nia hiyo hiyo, lakini naye alisema, "Angekuwa mwingine ningekupeleka, lakini si Pendo. Kweli yeye rafiki yangu, lakini..." Akasema maneno hayo huku akiondoka na kumwacha Heri amesimama peke yake. Basi Heri akakata tamaa ya kumwona Pendo, ambaye hakujua alikuwa anaumwa na nini na kama iko hospitali au nyumbani. Akiwa darasani, Heri hakuwa makini kutokana na mawazo mengi aliyokuwa nayo juu ya Pendo. Somo la kwanza siku ile lilikuwa ni la sayansi. Mwalimu aliwasisitiza kuyapenda masomo yote, lakini zaidi somo la sayansi. Aliendelea kusema, "Vijana someni, hakikisheni mnashinda mtihani wa kuingia shule za sekondari. Kwa sababu vyovyote vile, msikubali kabisa kuishia darasa la 7. Nafahamu wazi kuwa shule za sekondari za serikali ni chache mno, kiasi ambacho hata kama mngeshinda nyote, hamwezi kupata nafasi katika shule hizo. Kwa hiyo, msipopata nafasi katika shule za sekondari za serikali, waombeni wazazi wenu wapeleke shule za sekondari za binafsi. Sekondari zote ni sawa tu, zile za binafsi au za serikali. Maana mwishowe mtihani mtakaofanya ni sawa, baada ya kusoma kwa kutumia muhtasari ule ule. Wazazi wenu wakishindwa kuwapatieni shule labda kwa sababu ya kipato chao kuwa duni, msikate tamaa na wala msilalamike na kuanza kuwalaumu. Jipeni moyo." Tafuteni kazi za aina yoyote muifanye. Pesa kidogo kidogo utakazopata zitumieni kujisomesha katika shule za sekondari za jioni au kwa njia ya posta. Kusoma kwa njia hiyo si ghali. Wengi wamefanya hivyo na wakafanikiwa. Hata baadhi ya watu maarufu huko Ulaya walipokosa msaada wa wazazi, walijisomesha kwa namna hiyo. Mkipata nafasi ya kuendelea na elimu ya sekondari, na waombeni mkazanie masomo ya sayansi. "Kwa nini sayansi mwalimu?" Mwanafunzi mmoja akauliza.
Ni kwa sababu ulimwengu wa karne hii ya 21 ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Mbona magumu lakini? Akaongezea mwingine. Kweli, masomo ya sayansi ni magumu lakini ni muhimu. Hali kadhalika kila kilicho bora ni kigumu pia. Masomo ya sayansi ni bora kwa maisha ya mwanadamu ingawaje ni magumu. Maana maendeleo yote hayapatikani bila kutumia teknolojia. Teknolojia nayo pia haipatikani pasipo masomo ya sayansi kutumika. Hivyo, kwako wewe ambaye hutasoma masomo ya sayansi, basi ujue masomo mengine utakayosoma ni muhimu vile vile. Mwalimu akaendelea kufundisha. Heri naye akaendelea na hali yake hiyo hiyo. Mara kadhaa, mwalimu alijaribu kumuuliza Heri maswali ya kitaaluma kwa nia ya kumzindua katika mawazo yake. Lakini hakufanikiwa. Heri hakujibu swali hata moja, wala hakuonyesha dalili yoyote ya kumsikiliza. Wakati wa mapumziko mafupi, Heri alijaribu kwa mara nyingine tena kumpata msichana mwingine rafiki yake Pendo. Alipompata alimwambia, "Dada yangu Riziki, najua we ni rafiki yake Pendo na unapajua nyumbani kwao. Basi nakuomba unifanyie hisani." "Hisani ipi kakaangu?" Riziki akamuuliza. "Naomba unisindikize twende kwa kina Pendo ambaye ni mgonjwa nimjulie hali yake." Akasema maneno hayo akionyesha matumaini makubwa ya kufanikiwa kupata msaada. Lakini kinyume chake, Riziki alijibu, Heri, Pendo atanielewaje? Si atanituhumu kuwa nataka kumpindua? Mwenyewe Pendo unamfahamu, mgomvi kama nini. Samahani kaka, siwezi kufuatana nawe kwenda kwake nisije nikajizulia janga bure." Akamjibu na kuondoka zake. Heri akaona kuwa jitihada zake za kutaka kumwona Pendo zimegonga mwamba. Tangu siku hiyo hakujaribu tena kumtafuta mtu wa kumpeleka nyumbani kwa kina Pendo. Akawa akijitahidi kupunguza mawazo juu ya Pendo lakini hakuweza. Kwa muda wa wiki 2, Pendo na Heri hawakuweza kuonana kabisa, maana Pendo hakuhudhuria shuleni hata siku moja. Heri akazidi kukonda kwa mawazo. Akawa hawezi kusoma. Chakula nacho anakila kwa tabu. Hakupata usingizi wowote wa maana nyakati za usiku. Akahangaika na kuhuzunika peke yake. Alitamani amuone angalau dakika moja aufunue moyo wake kwake, amwelezee mwelekeo mpya wa mahusiano yao. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Katika wiki ya 3, Pendo aliweza kufika shuleni. Pendo alifurahi sana kumwona mwenzake. Hata kabla hawajamkiana, Heri alitabasamu. Kila mmoja alimkimbilia mwenzake, wakakutana katikati ya njia. Wakamkiana kwa shangwe kubwa, tabasamu za hali ya juu na bashasha, mithili ya wafungwa wa kifungo cha maisha waliotolewa kifungoni kwa msamaha maalum. Walifurahiana sana, nusura kumbatiane, lakini wakashindwa kwa hofu ya wanafunzi wenzao waliowazunguka. Hata hivyo, kila aliyewatupia jicho alijua dhahiri kuwa urafiki wao ulikuwa mzito. Heri alitamani ambusu Pendo hadharani, lakini akachelea kusutwa na kadamnasi ya walimu na wanafunzi waliokuwa wanapita eneo lile. Hivyo kivitendo wakamezea pendo lao, wakalifutika mioni mwao. Heri alimtazama Pendo kwa huruma sana. Alimtazama kwa makini ili kuona ni kwa kiasi gani ugonjwa umeathiri umbo lake na sura yake nzuri. Alimtazama toka paji la uso mpaka sehemu ya chini ya miguu yake iliyojaajaa, iliyokuwa nje ya soksi ya viatu vyake vya raba. Lakini hakubaini athari yoyote ile mbaya juu ya umbile lake wala sura yake. Lililomshangaza ni kuona kuwa uzuri wake ulikuwa umeongezeka maradufu kuliko wakati walipoachana. Sasa alikuwa kanawiri zaidi. Tena mashavu yake ya kumimina yalijaa zaidi kuliko hapo awali. Rangi ya ngozi yake ilizidi kufanana na chungwa lililoiva vizuri, lenye kushawishi macho na moyo wa mlaji asilicheleweshe, bali alile mara moja.
Macho yake yaling'ara zaidi. Kama unene ni afya, basi mwili wa Pendo sasa ulionyesha kuwa na afya zaidi kuliko alivyokuwa kabla ya kuumwa. Mambo yote haya yalimfanya Heri amuulize Pendo, hivi kweli wewe ulikuwa mgonjwa? Ndiyo, ni kweli. Nilikuwa mgonjwa tena sana tu. Unafikiri kama ningekuwa siumwi wazazi wangu wangenikubalia nikae tu nyumbani hivi? Pendo akamjibu. Ulikuwa unauma homa au nini hasa? Heri akataka kujua. Kwa kweli sikuwa na homa. Tatizo langu kubwa lilikuwa ni kichwa. Kichwa kilikuwa kikinigonga kweli. Vile vile nilikuwa na kichefuchefu kikali ambacho mara nyingine kilinifanya nitapike sana. Pendo akaeleza. Sasa vipi, unaendeleaje? Heri akazidi kuuliza. Kwa sasa nina nafuu sana, ndio sababu nimeweza kufika hapa shuleni. Siku za nyuma kama ungeniona, ungenihurumia. Pendo akamwambia. Mara kengele ikalia kuwataka waende madarasani. Pendo na Heri wakaachana, kila mmoja akaenda darasani kwake. Vipindi vilipokwisha siku ile, Heri akamtafuta Pendo. Wakatoka shuleni wote wawili. Wakatumia muda mwingi pamoja siku ile. Kila mmoja alikuwa na mengi ya kumsimulia mwenzake, lakini Heri ndiye alifanikiwa zaidi kuyaeleza yote aliyokuwa nayo moyoni mwake. Aliweza kumweleza hata nia yake mpya ya kutaka waoane pindi wakimaliza shule. Ingawaje Pendo hakuwa amepata kufikiria kwa jambo kama hilo lingewezekana kutokea kati yao. Alipoambiwa hakusema neno, bali alitingisha kichwa tu kama ishara ya kuliafiki pendekezo hilo. Kabla hawajaachana, Heri alisema, leo nimejaa, basi mpenzi Pendo, twende pale hotelini tukapate chips. Wakaingia katika mgahawa mdogo. Heri akaagiza chips na mayai kutokana na zile pesa alizozipata siku alipowaingiza wapangaji wa rejareja nyumbani kwa baba yake na kulipwa fedha za kutosha na wapangaji hao. Tangu siku alipozipata alikuwa amezibana pesa hizo, akaziweka kwa uangalifu mkubwa kwa ajili ya siku kama hii. Pendo na Heri wakala chakula kile polepole wakiwa wanazungumza. Walipomaliza kukila, wakajisheheneza kwa soda. Tukio hili likamfurahisha sana Pendo. Alitaka asiseme neno lolote lile, lakini baada ya kukabidhiwa chupa ya soda alisema, kweli mpenzi Heri, naona umedhamiria kutenda kama ulivyosema. Nilisema nini kwani? Heri akamuuliza. Si ulisema utanioa? Akamjibu, kweli hiyo ndiyo nia yangu kuanzia sasa. Kisha Pendo kusikia hivi akaendelea kusema huku akicheka kidogo. Kama unaweza kunitendea mimi hivi ungali bado mwanafunzi, huna kazi ya aina yoyote wala chanzo cha kipato, itakuwaje ukimaliza shule nawe ukajipatia kibarua? Hapo sitakuwa mambo safi kabisa. Heri hakujibu neno lolote, bali alitabasamu tu. Walipomaliza kula na kunywa wakaagana. Kila mmoja wao akaelekea kwenye kituo cha mabasi yaliyokuwa yanaenda huko alikokuwa anaishi. Maana saa zilikuwa zimeenda sana. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Kwa kipindi cha wiki nzima hivi tokea siku ile, vijana hao wawili hawakuweza kukutana tena. Sababu ni kwamba Pendo alianza kuumwa tena, akashindwa kuhudhuria shuleni. Hali kadhalika Heri naye hakuthubutu kwenda nyumbani kwa kina Pendo, kwa vile alikwishaonywa kwamba hatua kama hiyo ingeweza kusababisha madhara makubwa kwa wote wawili. Hata Pendo mwenyewe alithibitisha jambo hili akisema, baba ni mkali kweli, hamruhusu mvulana yoyote anizoee, si njiani wala nyumbani. Akitoka safarini lazima achunguze kama yupo mvulana yoyote aliyefika pale nyumbani. Kwa kipindi cha miezi 3 hivi mahudhurio ya Pendo shuleni hayakuwa mazuri. Ilisemekana kuwa anaumwa. Mwenyewe binafsi pia alidai kuwa anaumwa, ingawaje maungo yake hayakuonyesha hivyo hata kidogo. Ni siku moja tu ndipo alipotapika.
Kwa watu walio wengi, Pendo alionekana kuzidi kuwa na afya njema kuliko alivyokuwa kabla ya kuugua. Walimu na wanafunzi wakawa wakijiuliza, kwa nini Pendo hahudhurii shuleni kama alivyokuwa akifanya katika miaka ya nyuma? Maana iliwawia vigumu kuamini kuwa ugonjwa ndio sababu iliyokuwa ikimzuia kufika shuleni. Kwa hiyo walimu wakaanza kulifanyia uchunguzi suala hili. Wanafunzi majirani zake Pendo walithibitisha kuwa kweli mwenzao anaumwa, ingawaje hajawahi kulazwa katika hospitali wala zahanati yoyote ile. Anapoumwa huwa anajipumzisha tu pale pale nyumbani kwao. Wazazi wake Pendo pia walikuwa wakikerwa na hali ya udhaifu wa binti yao. Heri akiwa katika hali ya kumkatia tamaa mwenziwe, mambo yalibadilika kidogo. Pendo alifika shuleni katika mwezi wa 4 tangu mahudhurio yake yawe hayaridhishi. Alipofika, alionyesha shauku ya kumwona Heri kwa jinsi isivyokuwa kawaida. Siku ile alikuwa kachelewa sana. Aliwakuta wanafunzi wenzake wote wakiwa wamekishaingia madarasani. Hivyo badala ya kwenda darasani kwake, Pendo alikwenda moja kwa moja hadi darasani kwa kina Heri. Akaingia kwa ujasiri mkubwa pasipo hofu yoyote ile. Akabisha hodi kwa sauti kubwa ili kumjulisha mwalimu kuwa ana shida ya kuingia darasani kwake. Mwalimu alikuwa hajamuona kwa vile alivyokuwa akatazama ubaoni akiandika. Akageuka na kumkaribisha. Karibu binti. Kisha akamuuliza, una shida gani binti? Nimetumwa nije kumuita Heri mwalimu. Akajibu huku akimtazama mwalimu usoni. Nani anamuita? Mwalimu akazidi kuuliza. Anaitwa na mwalimu mkuu, Pendo akajibu. Mwalimu akamtazama Pendo kwa makini, akaona kuwa msichana mwenyewe anaonekana kuwa na uhakika na kile alichokuwa kikisema. Ndipo akaamini kuwa ni kweli katumwa. Akamwamuru Heri atoke aende ofisini kwa mwalimu mkuu anakoitwa. Pendo kusikia amri hiyo ikitolewa akawa wa kwanza kutoka nje. Heri naye akamfuata. Wakati wakitoka, Pendo alifurahi wakati Heri alikuwa kajawa na wasiwasi mkubwa. Alijua alipo jambo zito analoitiwa, moyo ukamwenda mbio. Alitaka amuulize Pendo pale pale kwenye mlango wa darasa na nini anachoitiwa, lakini akasita. Pendo hakuonyesha kutaka kumsikiliza. Moyo wa Heri ukazidi kwenda mbio. Pendo akazidi kupiga hatua za haraka haraka. La ajabu ni kwamba Pendo aliyekuwa katangulia mbele hakuelekea ofisini kwa mwalimu mkuu wa shule. Tena Heri alipotaka kuelekea huko, akamkataza. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Heri. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abedi.